nikikona moyo wangu huimba. Macho yako hunipoza na tabasamu lako hunivuta. Siku zetu zimeungana kama majani na mvua ya kwanza. Mimi nawe karibu sana, hapa penzini tuko salama. Ukiniita nakuja, ukishika mkono sithubutu kuachia. Miki, kumbe umerudi? Ndio, lakini nikaona sio vyema kukuamsha. Nikaona nikuache ulale, kwa sababu usingizi wenyewe unaopata kwa tabu sana. Jamani, ungeniamsha tu. Lakini sio vibaya, kwa sababu unaelekea kuoga, kisha narudi tunapiga story. Sawa? Sawa. Kututenganisha, wewe ni wangu, mimi ni wako, tutaendelea hadi mwisho. Mamnune, unasikika kutoka sokoni, niapita na jagi. Alibiliki kimishika, mimi kamkeka. Lakini zajiba kamshika tima mkono. Lakini mamdogi, mite inantende sana. Ningeimu kinkola kimeshindo. Kama uli walitulisa ujiwa la mama, itasirosha ni? Umezaliwa naye yule huo? Ndugu yako? Sikiliza. Nimekuambia tokea mida, achana na yule. Yule sio mtu mzuri. Umeelewa? Yule ni muuaji. Angalia amepoalibia kizazi sasa hizi. Ila bado tu unampenda, yote hayo kwako ni mafuta. Au mpaka akuue ndio ujue kwamba mimi yule mtu wanipendi, mimi si yule mbaya, Hivi Adela, wewe sasa hivi limekutokea losatike. Mungu amkujalie umepona. Yeye sasa hivi baada ya kufocus kwenye masomo, bado unaendelea tena kufocus kwenye ujinga. Adela, tutakosana mimi na wewe. Kumbuka nilikubali kubeba matatizo yako yote kwa sababu wewe ni mwanangu. Lakini ninachokuambia mimi, naona kama unielewi. Adela, sitaki uwe na mahusiano na yule kijana. Angekuwa nakupenda singekufanyia hivyo. Samba nitaenyenyekea. Ninashinde sana mpenda. Pale mimi namtomba sana. Sio kujaribu. Nikikukuta tena siku nyingine umesimama na huyo mtu au unakuja hapa chocho unakuja kuniambia habari ya huyo mtu, Adela, tutakosana na itakuwa mara yako ya mwisho na ya kwanza ndio hiyo kukanyaga nyumbani kwani. Na maana niona kama mtoto mwenzio. Mimi ndo wafanza kuona jua. Mimi ndo wafanza kuona jua. Na mjua mtu ambaye wewe anakupenda na akupendi. Umenielewa? Sasa kuanzia leo, yaani ukitoka huko, ukija huko, njoo na habari ya masomo. Njoo na habari hii. Sitaki habari ya Chadi. Chadi. Na huyo Chadi siku nikija kumjua huyo Chadi huyo. Na Isa atanikoma. Sasa lengo ni kutaka kujua ule mpango mpaka sasa unaenda vipi. Unajua tangu nimepokea kazi kutoka kwenu, hakuna kitu chochote ambacho kimeendelea mpaka kufika sasa. Na mliniahidi kwamba kazi yangu leo bakia mtanitumia kwenye account. Sasa nataka kufahamu nini changamoto hasa. Mimi nikajua mshamalizana kwenye malipo na ndio maana hata sikutafuta. Lakini sio shida. Mimi nitaongea naye na nina uhakika atakumalizia pesa yako yote, maana rafiki yangu hata sio mbabaifu. Sawa. Mimi nakuamini hiyo kwa sababu wewe ndio mtu ambaye anafahamiana na hata kazi mpokea kwa sababu yako. Iko kwa sizungumza naye hawezi kumbatia kiasi ambacho kimebakia. Na lakini vipi? Bado mpo kwenye mpango? Mpango wetu unaenda vizuri na kiukweli tumekushukuru sana, maana mpango unaenda kama tulivyopanga. Ngoa. Endeleeni kupambania. Nafikiri kila kitu kitakaa sawa. Sawa, asante. Dadi, nimeongea na Madinani kuhusu biashara.
Biashara? Ndio. Biashara gani? Chai na maandazi. Kwa hivyo tunataka kuanza kupika chai pamoja na maandazi, alafu mchana tunapika chakula. Wazo zuri. Yaani kama umelifikiria hilo, naona kabisa kwamba nina mwanamke jembe, mwanamke mpambanaji. Sawa, lakini unatakiwa uwe makini sana. Miaka ya nyuma kidogo, wakati niko mjini, niliwahi kufanya kazi ya saidia fundi. Kuna kitu ambacho nilikuwa nachukizwa sana, kuona mafundi ujenzi au wale masaidia wao wale wanawanyanyasa, yani wanawashikashika viuno wadada ambao wanawaletea vyakula, yani mabinti ambao wanafanya kazi katika hizo hoteli. Kwa hiyo wanafanya kazi ya kusambaza vyakula kwenye site tofauti tofauti. Kwa wanaweza wakaja kwenye site yetu hivi, alafu unakuta vijana wanawashikashika viuno nini, yani wamewachukulia kwamba wale ni rahisi sana. Unajua binafsi nachukia sana. Nilikuwa naona kama dada zangu wale, au kama yani kama mke wangu pia yuko pale, nilikuwa na maindi sana. Kwa hivyo kuwa makini kwenye hilo. Yani nilitaka kushangaa, usinisomee risala. Hii tamu yako peke yako, na wala hakuna mwingine. Yani kaa ukilijua hilo kwamba siwezi kwenda kwa mwingine tofauti na wewe. Hiyo nzuri, nimeipenda. Ila kuwa makini. Haya, nashukuru kwa usia wako, lakini tumekubaliana kwamba mimi siwezi kupeleka chakula, ni siwezi kusambaza chakula. Watakuwa napeleka watu wengine. Tutafuta mdada mmoja atakuwa naenda. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwa hiyo. Haya, kadagaa tule, maana njaa inaniuma kweli yani. Nalijua hilo. Kaka, mbona naanza kusikia vile moyo wangu unauma sasa? Yaani naanza kupata majuto mwenyewe kwa kitu ambacho nimekifanya mimi mwenyewe. Naona kama vile nimemharibia maisha yule mwanamke. Yaani naona kabisa nimemkosea na nasubiriwa kwenda kupata adhabu yangu mimi ya moto wa milele. Wewe, hivi uko sawa sawa kiakili kweli? Yaani mimi nakupa ushauri ambao ulikopo sahihi na kushauri kwa kuondoshia kwenye matatizo, wewe tu unaanza kunipigia kelele mimi na mimi mbaya nafaa. Ina maana ningekuacha ukaenda jela, si ndio? Tumia akili wewe, yule utaki kuoa. Umetoa mtoto, jambo la heri. Yeah, at least tungetoa tu ile mimba. Hapo ingekuwa tu fresh, hamna shida. Na kizazi kimeondoka. Sasa swala la kizazi, wewe unataka kuoa yule mkeo, si ulikuwa unapita tu, imetokea bahati mbaya, sasa shida ya nini? Hiyo huruma yako hiyo itakupoza, na maana unaambiwa huruma sio malezi. Wewe huruma kwako unaweka malezi. Huo ni ujinga. Yaani wewe ukuepo tu. Yaani ukuepo wakati yule analalamika. Yaani nilivyokuwa anaongea pale nilikuwa naona kabisa yani mimi ni mkosefu. Brother, umeniponza. Umeniponza brother. Yaani kweli wewe ni mwenda wazimu. Tena ni mwenda wazimu haswa. Yaani ninavyokuona una bichwa kubwa ukajua una akili timamu, kumbe bichwa hili limejaa maji matupu. Sasa nisikilize. Siku nyingine ukiwa na jambo lako lolote usije ukanishirikisha. Usiwe. Hapa tu sasa najuta. Kwa ushauri ambao umenigea. Alafu tena nikufuate wewe nipo tena ushauri jambo jingine. Sitoka mshenzi wa akili, sina akili kabisa mimi. Mbona panaonekana hapa hakuna mtu kabisa? Lakini kwa nini nikimpigia simu zangu apokee sasa? Kama kuna tatizo, si bora angeniambia. Nimetoka umbali mrefu sana kumtafuta yeye. Nimekuja mpaka kwao. Lakini ni wazi kabisa inaonekana hayupo. Sawa. Sitachoka kumtafuta. Nitampigia tena na tena.
mpaka nijue nini hatima yake. Kwa hiyo ina maana ndo unaondoka kweli? Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani usomjali mkeo? Yaani wewe muda wote uko busy na kazi. Umefika hapa nyumbani hata siku 3 hazijaisha, mume wangu leo unasema unaondoka. Hivi kweli unanitengezea mimi maisha gani? Mbona nashindwa kuelewa mume wangu? Au unataka niongee nionekane kwamba mimi ni mtovu wa nidhamu kwako? Sio kweli. Najua mke wangu una haki ya kuongea yote, lakini tunafanyaje? Mimi nimeajiriwa, inanipaswa tu niondoke. Ulivyokuja uliniambia una mwezi mmoja wa kukaa nyumbani, lakini leo ndo kwanza siku ya 3 unaniaga eti nimepigiwa simu natakiwa nirudi kazini. Wewe unaona uko sawa? Mke wangu, mimi nadhani ungejaribu kufikiria kwenye maisha ambayo tumetoka huko nyuma, na ndo ungeongea hayo maneno. Hivi sasa hivi tumepata, Mungu katujalia, tunakula, tunashiba, tunaishi maisha mazuri, unavaa mke wangu unapendeza. Sasa hivi unalalamika eti mimi nakaa siku 2-3 naondoka. Ni kweli kazi ndo inavyotaka hivyo. Mimi nikae siku 2, yani mimi sio nijipangie kwamba mimi nikija nikae mwezi, mwaka. Hapana, kazi mimi ndo inanipangia. Naweza nikakaa siku 1 na nikaondoka tena, kwa sababu kuna oda zinatoka kila siku. Ukianza kunilaumu kutokana na hii kazi kwamba mimi ninaondoka, yangu mimi nitakushangaa eti. Lazima nilalamike. Wewe ni mume wangu, unatakiwa unitengee muda wa kukaa na mimi mkeo. Wewe unavyofikiria muda wote upo kazini, unakuja unakaa siku 2, siku 3, na hizo siku 2 ni bado ungekuwa unakaa nyumbani na mkeo. Unafika hapo unaenda kwa marafiki zako. Sawa mke wangu, mimi naomba nikuombe kitu kimoja. Naomba ruhusu niondoke. Na uniache niondoke. Ila nikirudi ni hukumu unavyotaka. Nikutakia siku njema. Naenda kule kwa jana kufuatilia kile kisenti chetu. Sasa kama unaenda kufuata pesa, ndio uende na jembe? Unajua kila mchunga ng'ombe ni lazima atembee na fimbo yake muda wote. Yaani kwa sasa mimi nimeshakuwa mkulima. Kazi yangu mimi ni vibarua vya kulima. Kwa hivyo ni lazima nitembee na jembe langu muda wote. Inaweza kupatikana kazi. Kuwa tu makini upo unapokwenda. Usije kupitia sehemu nyingine tofauti na hiyo ambayo unaniambia hapa. Tafadhali sana. Kwani uniamini? Nakuamini, lakini maneno ni akiba. Ni sawa. Unafahamu kwa napenda sana hiyo michezo. Lakini sio kwa watu wengine. Ni kwako peke yako. Utamu wangu siwezi kupeleka kwa mtu mwingine zaidi yako. Nakupenda sana. Nakuamini. Na nakupenda pia. Na ndio maana na wasiwasi na wewe kipenzi. Unajua wewe ndo kila kitu katika maisha yangu. Wewe ndo dunia yangu. Umeniweza, umenikamata. Unachelewa. Unanichanganya. Kwa hiyo nyie mtaendelea tu kukaa pale, kwa sababu mimi napata changamoto kidogo. Kuna mwanamke ambaye naishi naye kwake. Kwa hiyo mimi naomba muendelee tu kukaa pale na muangalie mazingira yawe poa. Yaani unamaanisha umepata mshangazi, si ndio? Sio mshangazi, bali ni mwanamke ambaye nilishawahi kukutana naye kimwili hapo nyuma. Amepata ajali, kwa hiyo ana tatizo la kupoteza kumbukumbu. Kipindi ana kumbukumbu mazingira alikuwa anapita, anaweza kutembelea. Kondo nimepata hiyo kazi. Kwa nikitoka kazini
napita kuwa naye tena kumrudisha kwenye wale mazingira na kaa naye ili niweze kumuondoa pia na stress. Hilo halina shida, limeisha. Lakini shida ipo sehemu moja. Kazi yule kichogo wako ule, kile kitomboi, mimi siendani naye hata kidogo. Asija akanipiga madosi bure, sitaki. Sasa nyie mnashindwa kuishi naye. Yule mpeleke kama mwanaume ndio mtaelewana, mtakuwa washikaji. Lakini ukisema mpeleke kama mwanamke hamwezi mkaelewana. Na akija usimwambie sehemu nilipo. Basi sawa, haina shida. Hilo limeisha. Mimi nitajua naishi naye vipi. Akizingua na mimi namwesha mibao. Basi poa, mimi natembea. Sawa, hamna noma. We Magiga,